Okay, karibuni kwenye channel yangu ya Mercedes. Lakini awali ya yote ninaomba usubscribe. Nitaeleza kwa nini ninakuomba usubscribe kama ambavyo jina la hii video au title ya hii video inajieleza. Kusubscribe ni hatua moja, kufikisha masaa ni hatua nyingine. Kufikisha masaa na kusubscribe sio vigezo tosha vya kukufanya wewe YouTube waanze kukulipa pesa au kuwa YPP, YouTube paid program. Kinachokulipa wewe sio YouTube. Kinachokulipa wewe ni matangazo. Tunasema AdSense. AdSense ndicho kinachokulipa. Sasa Afrika Mashariki, nchi zote za Afrika Mashariki, nafikiri Kenya ndio nchi ambayo inaongoza kuwa na YouTubers wengi sana na wenye mafanikio ya kiuchumi. Na hata ukipitia video wanazozitengeneza, hakuna video ya maana zaidi. Utakuta mtu kila siku anaonyesha nyumba yake, mazingira aliyopo, lakini anakuwa na viewers wa kutosha. Jamani, sisi tuko tuna rekodi. Na ndio matoka shambani. I see. Mimi mwenyewe ndo nafika saa hizi hapa. Okay. Sorry jamani, nilikuwa nina maongezi kidogo na ndugu yangu. Kwa hiyo kama nilivyosema, Kenya ndio nchi ambayo inaongoza kwa YouTubers wengi Afrika Mashariki. Ninapozungumzia Afrika Mashariki, nazungumzia Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Kongo, Sudan Kusini nafikiri nao waliomba. Kwa hiyo ukizijumlisha zote hizi, hata kama sio mwanachama, kwa mfano kuna Somalia, bado Kenya ndo inaongoza kwa idadi hiyo. Sasa kwa nini Kenya inakuwa na YouTubers wengi wenye mafanikio? Nimefuatia YouTubers wengi sana wa Kenya. Mtu amechelewa sana, inamchukua miezi 4, miezi 5 kufikisha vigezo vya kuanza kulipwa. Wengine mpaka wiki tayari huyu mtu anaanza kulipwa. Sasa tukubali tusikubali, Kenya ndio nchi katika ukanda wa Afrika Mashariki ambayo naweza nikasema iko advanced upande wa uelewa. Lakini pia kingine kinachowabeba ni lugha. Kwa mfano, mimi nimelazimika kutumia lugha ya Kiswahili kwenye hii video kwa sababu hii video nataka nizungumze na Watanzania, hususan ambao wanataka kuwa YouTubers. Kwa Tanzania kufikisha subscribers 1000 I see ni kazi. Kufikisha masaa 4000 I see ni kazi. Mtanzania kumuomba subscribe channel yako na akasubscribe I see, hiyo ni kesi nyingine, ni ngumu sana. Ngoja niwape mfano mmoja. Kuna sehemu fulani nilikuwepo, kulikuwa kuna kina dada wawili, nikawaomba subscribe channel yangu, wakasubscribe. But the moment nimeondoka hivi unsubscribe. Yaani Mtanzania anaona kwamba kusubscribe kwako amekupa mafanikio makubwa sana. Kuna mwingine ukimwomba kusubscribe anakuambia nipe hela.
wewe unalipwa hela. Hao ndo wa Tanzania. Kwa hiyo YouTube, kwanza kwa uzoefu wangu, usimuombe mtu akasubscribe. Acha mtu avutiwe na kazi yako, asubscribe yeye mwenyewe kwa ridhaa yake. Maana yake huyu akisubscribe ni mtu ambaye atakuwa anafuatilia video zako, lakini unayemuomba atasubscribe, biashara imeishia hapo. That's why unaweza kukuta mtu una subscribers 5,000 lakini unaposti video siku 3 ina views 20 na views 50. Tafsiri yake ni nini? 80% ya subscribers uliwatafuta wewe, yani hawana muda na wewe, walisubscribe kwa sababu uliwaomba. Lakini pia kama nilivyosema, wengi pia atakuwa akipata notification unsubscribe. Sasa Kenya watu wamefanikiwa YouTube kwa sababu ya umoja. Nimefanya utafiti wangu, kwa sababu ya ule wingi wao, ni kwamba mtu akiingia kwenye game wanakusupport, watasubscribe, watawatch video zako, utafikisha masaa, utaingiza kwenye YPP, YouTube paid program, alafu mengine utajua mwenyewe huko sasa jinsi ya kupambana. Kwa hiyo Kenya watu ni waelewa, alafu ile ya kwamba huyu atapata pesa, Kenya hawana, tofauti na sisi kwetu. Kwa mfano, leo hii YouTube ni platform ambayo watu wengi sana wanapambana kuingia ili waweze kupata pesa. Duniani India ndio nchi ambayo inaongoza kuwa na YouTubers wengi sana. Kwa hiyo don't think it is easy kupata pesa kutoka YouTube kama nilivyosema, kwa sababu leo hii ni watu wengi sana ambao wanapambana kufanya video YouTube ili waweze kulipwa. Kuna vitu hapa nataka niviweke wazi hapa ili watu waweze kuelewa. Nimekuwa nikiona video nyingi sana za watu kwamba kufungua channel ya kulipwa YouTube, namna ya kupata masaa 1400 ndani ya saa 72 ndani ya wiki. Guys, nataka niwaambie, kupata masaa 1400 ndani ya masaa 72 haiwezekani. Ndani ya wiki inawezekana, ita depend unatengeneza content za aina gani. Unapozungumzia ndani ya wiki ufikishe masaa 1400, maana yake kwanza hiyo wiki moja upate views wasiopungua kwenye 600,000 hivi, kwenye 600,000, kwa sababu ni ngumu sana YouTube mtu kutazama video yako mwanzo mpaka mwisho. Ukiangalia video pale kwenye average, utakuta average ya kila mtazamaji utakuta ni 0 something, yani ni visekunde, ni vidakika, dakika 2, ambaye ametazama sana dakika 3. Kwa hiyo ni ngumu sana una video ya dakika 30 mtu akaitazama video yako dakika 30, never, hakuna. Labda kwa wale content creators wakubwa sana kama kina Mr Beast, lakini wewe ambaye unaanza na hakuna mtu anayekufahamu, guys, hicho kitu hakiwezekana. Sasa wengi tunatengeneza hizi video za kwamba njia rahisi ya kupata masaa 72 ndani ya wiki, ndani ya mwezi. Lengo ni kwamba wewe utazame video yangu mwanzo mwisho, mimi nipate watch hour ya kutosha pale, nipate masaa ya kutosha, afu YouTube wanilipe. Kuna kitu nimesema nitakieleza hapa. Kwa hiyo hilo, ndugu zangu, tusiye kudanganya kabisa kabisa, never, hicho kitu hakiwezekana, it's quite impossible. Nimesema ndani ya wiki unaweza, lakini sasa wewe ukiwa bado ndio unaingia YouTube, utatengeneza content zipi ndani ya wiki upate views kama 600,000, 500,000 hivi views kama 300,000? Kwa sababu ukiwa na views 300,000 una video ya saa moja, si ndio? Piga tu
hiyo 300,000, chukulia hiyo video wameitazama kwa average ya dakika 2. Kwa hiyo 300,000 mara 2 unapata 600,000. Gawa kwa 60. Tayari hapo utakuwa na masaa 4,000 yalishafika. Lakini je, inawezekana? Is it possible? Jibu ni hapana. Kwa hiyo content creators wengi sana, kwa sababu wameshagundua kwamba watu wengi wanatafuta shortcut. Mtu anataka aanze kulipwa ndani ya wiki, afikishe vigezo ndani ya wiki, ndani ya mwezi, kitu ambacho hakiwezekani. The only way ya wewe kuweza kufikisha vigezo, tengeneza video nzuri. We don't worry, tengeneza video nzuri, weka video taratibu, watu wanaanza kufuatilia video zako, na katika video zako zote ndani ya mwaka, I'm telling you, unaweza ukashangaa kuna video moja ikaenda viral, na hiyo video itakayoenda viral itasababisha watu waanze kufuatilia video zako zingine. Sasa utakuta kuna video ambazo zina mwaka mzima zinaanza kupata views. Ndivyo ilivyo huku YouTube. Alafu utakuwa unaangalia trend ya video zako kwamba ni content za aina ipi ambazo watu wanazipenda. Unaangalia video ambayo ndani ya wiki ina views wengi, unafanya comparison, unakuja unapata jibu kwamba kumbe watazamaji watu wanataka video za aina fulani. Kwa mpaka sasa hivi YouTube entertainment ndio content ambazo zinaongoza zaidi kwa kuwa na views. Alafu unakuja travel, adventure, video za adventure. Entertainment, tunazungumzia entertainment, music, video za kufurahisha, za kuchekesha hizo, na travel za kusafiri maeneo mbalimbali duniani, unatengeneza video watu wanatazama. Sasa kwa mfano sisi Tanzania hapa tunawezaje kuwa kama Wakenya? Na hii ninazungumza na wewe ambao unatazama hii video. Chukulia mfano hii video imetazamwa na watu 20,000 kwa mfano ndani ya wiki, si ndio? Sasa hawa watu 20,000 kama sasa mkaamua kuwa serious kwamba YouTubers tupeane support. Kwa mfano mimi niupe mfano. Mimi kila anayesubscribe channel yangu huwa nina view channel yake. Nikikuta ni channel ana channel ambayo anatengeneza content, mimi huwa nina subscribe. Yaani subscribers yoyote yule kwenye channel yangu mimi huwa nina view channel yake, hasa kwa wale ambao wameweka open subscription zao, kwa sababu pia ili mimi nikuone ni lazima wewe uwarau kwenye setting yako. Unapo subscribe mtu aweze kuona. Kwa unaweza kukuta una subscribers 1,000 lakini ambao ukafanikiwa wewe kuwaona labda ni 200 tu au 100. Kwa wengine wana hide. Unakuta tu subscriber ameongezeka pale, ameongezeka ila uwezo ukamuona. Lakini kuna ambao wameruhusu unawaona kabisa. Kwa hiyo mimi hao wote huwa nina view channel zao. Nikikuta ana subscribers kuanzia 50 kuendelea huwa nina subscribe. Nikikuta tayari ana video hata moja huwa nina subscribe. Sasa wengi unakuta ukimview unakuta hana hata video moja, na wake huyo hatengenezi content. Ndicho mimi huwa ninakifanya. Sasa kwa mfano watu 20,000 mnaitazama hii video na nyote mnataka mfanye YouTube. Inawezekana kabisa ni watu 20,000 nyote ndani ya wiki mkafikisha masaa 4,000, mkafikisha subscribers zaidi ya 10,000. Maana yangu ni kwamba kila kwa mfano anayewatch hii video akasubscribe channel yangu, huo ni mfano tu, akasubscribe, alafu make sure kabla ya kusubscribe nenda kwenye setting, ruhusu wewe unaposubscribe mimi nikuone au mwingine akuone. Yaani nyote mnaotazama hii video mimi nawapa njia ambayo ni rahisi. Kama kweli wewe una nia ya kufanya
content YouTube. Kwanza nenda setting, ruhusu unapo subscribe yule mtu akuone. Nazungumza kwa nyie ambao mnatazama hii video. Ruhusu mtu akuone. Kwa hiyo utakapo subscribe kwenye channel ya huyu, yeye anakuona, naye anakwenda kwenye channel yako ana subscribe. That is very simple. Hii mimi nimefuatilia maeneo mengi sana. Nimefuatilia hii maeneo mengi sana na nimekuta ina work out kabisa. Unakuta mtu anatengeneza video kama hii naitengeneza mimi hapa sasa hivi. Inapata views labda 100,000. Katika views 100,000 hao unakuta lafe watu 5,000 wamesubscribe au watu 10,000 wamesubscribe. Kwa hiyo unakuta watu 5,000 wamepeana support. Ila kama nilivyosema, ruhusu subscribe yako ionekane. Nenda setting, karuhusu kwamba wewe subscribe kwangu mimi nikuone. Ninakwenda nina subscribe. Kwa hiyo kama watu mko 20,000 hapa, nyote mko subscribe kwenye hii channel, maana yake nitakuwa na subscribers 20,000. Alafu 20,000 nyie, chukulia video hii ina dakika 40 au dakika 50. Sasa hapa kwa sababu tumeamua sasa kwamba let me tell you, YouTube now is business. Kama tulivyo biashara zingine kwamba ili ufanye biashara ni lazima uwekeze, ni lazima utoe. There is no shortcut. Na ndio maana kuna watu wanafanya video YouTube hata miaka 3 hawalipi hata 10. Na unaweza ukaingizwa kwenye paid program, YouTube paid program, YPP, na usilipo. Kuna sababu pia nitazieleza hapa. Hasa sababu kubwa ni watch hour. Watu wengi hawaelezi hawa. Atakwambia tu fungua channel ya kulipwa, fungua channel ya kulipwa. Hiyo channel ya kulipwa kama nilivyokuambia sio simple, sio easy, kwa sababu watu wengi wanafanya video za YouTube duniani siku hizi. Kwa hiyo video YouTube nao sasa hivi wamekuwa na vigezo vingi sana vya kuweza kulipwa, kuanzia geography na watch hour. Kwa hiyo kama video ina dakika, tuchukulie mfano labda 40, kwa sababu mmeamua sasa kwamba this is business, amua tu kwamba dakika 40 unaitazama video mwanzo mwisho. Kwamba mimi ninapoenda kwako, kama una video ya dakika 40, nitazama yote mwanzo mwisho. Hii video yangu kama ina dakika 40, wewe itazame mwanzo mwisho. Lakini kama nilivyosema, hakikisha umeenda setting, umeruhusu kwamba unapo subscribe kwa mtu akuone, hasa kwa nyie ambao mnatazama hii video hapa. Na ndio maana nimesema kwamba nimeamua kutumia lugha ya Kiswahili kwa sababu walengwa wakubwa hapa ni wa Tanzania. Sitaki tuwe na zile law za ajabu ajabu, na ndio maana tufanikiwi tofauti na zetu wa Kenya. Nimekupa mfano tu. Kenya kuna YouTubers wengi sana na hawatengenezi content za maana kabisa. Nimekuambia hivi, mtu kila siku kama mimi ambavyo niko Migombani, ningekuwa naamka kila siku hapa nachukua tu video home, au nimechukua jembe nasafisha pale hivi, nimechukua vyakula nalisha mifugo yangu hivi na hivi, natoka hapa naingia hapa naanza kutoa mahindi, mara nimeanza kungoa parachichi hapo, vitu kama hivyo. Tayari hapa nimetengeneza content, nina upload, ninajikuta ndani tu ya siku moja watu 60,000 wametazama. Kabisa, to be honest. Sasa sisi kinachotuponza ni hiyo law ya kwamba ni subscribe akapata hela, akafanikiwe. Sasa kwa staili hiyo tutaendelea kuona Wakenya wanafanikiwa, wanakwenda mbele. Na YouTube sio swala la video nzuri, ile mtemi, sio swala la video nzuri, kwa sababu kawaida unaanzia nyumbani. Kwa kama mnapeana support, kama nilivyokuambia, tazama video za Wakenya. Nimesema video zao nyingi ni mtu tu anaamka asubuhi, kuanzia asubuhi anapoamka anafanya video, anaandaa chai, sio anapiga deki, sio anafanyaje, anafanya hivi na hivi na hivi na hivi, watu wanatazama. To be honest. Lakini unaweza kawa na video nzuri kabisa ambayo ina lesson, ukaambiwa watazamaji 10.
Kwa sababu gani? Charity begins at home. Mimi nina YouTubers wengi sana hapa Tanzania ambao nina subscribe. Na kama nilivyosema, mimi nimeruhusu kabisa mtu anione. Lakini wote ambao nimesubscribe hakuna hata mmoja ambaye amesubscribe channel yangu. Hayupo hata mmoja. Na mimi ni YouTubers. Kwa sababu kama nilivyosema, wewe kama YouTuber mtu anaposubscribe wakati mwingine pitia mmoja na utajua tu kwamba huyu ni YouTuber una subscribe. Lakini wote ambao mimi nimesubscribe hakuna hata mmoja ambaye amesubscribe. Na karibia wote kwenye sehemu za comment nimekuwa nikicomment kwamba jamani, sisi YouTubers wa Bongo hebu tupeane support ya kutazama video na kusubscribe na kuencourage watu. Unaandika kabisa hivyo, lakini mtu ana keep quiet. Yaani issue ni ile tu ya kwa nini kwamba huyu naye akapata azifu ile pesa utakayolipa wewe ni ya kwake. Na ndio maana tufanikiwe. Matokeo yake wengi tunaisha kutengeneza video ambazo wanatazama wa Bongo tu. To be honest, kama nilivyosema hizi ni lugha ambazo wanatazama wa Bongo tu. Ukienda pale kwenye geography unakuta no viewer from America, no viewer from Europe, 90% ya views wako wametoka Tanzania. Kwa hiyo unaweza kujikuta una views 100,000 wa Bongo, views 100,000 wa Tanzania. Ukaambulia $2. Ukaambulia $2, to be honest. Kabisa. Views, unaweza kujikuta una views 600,000 wa Bongo. Ukaambulia $100. Kama nilivyosema, hiyo nayo ina mata sana. Sasa, kwa hiyo tunaweza kufanya kitu kama hicho kama nilivyosema. Nyote ambao mnatazama hii video hapa, mkasubscribe, mkaitazama mpaka mwisho. Na mimi kila mtu nikamfollow pale, nikaenda kwenye account yake. Yaani kwa muda wangu, kwa sababu kama views wako 20,000, sio kwamba 20,000 wote hao wanafanya YouTube. Na unaweza kuweka pale comment, weka comment yako. Kama bwana, na mimi ninafanya YouTube. Na mimi ninafanya YouTube. Kwenye comment andika tu, yaani kwenye video chini hapo andika mimi ninafanya YouTube. Kwa hiyo wewe unayetazama hizo comment zote hizo ambaye ameandika hivyo, mfollow, subscribe. Na wewe subscribe huyo ambaye amesubscribe kwako. Kama nilivyosema, muhimu tu ni kwamba ruhusu ili mtu aweze kukuona. Kwa hiyo video kama ina dakika 50, tenga tu kwamba kwa siku tenga dakika 100. Au sio mbaya. Kwa mfano mimi ninachokifanya, kwa sababu mtu anakuwa na wifi, unachokifanya nyote hapa ambao mnatazama hii video, tengeneza playlist. Kwa hiyo usiku unapoenda kulala, kama una wifi, ingia kwenye account ya mtu, kwenye playlist pale, ruhusu zile video ziplay ambazo kwenye playlist. Huyo unakuwa umemalizana naye. Ukisha subscribe, alafu kwa hiyo usiku ingia kwenye playlist, video za dakika 50 play 2, biashara imeisha. Kesho yake kwa mwingine hivyo hivyo. Kwa hiyo mnajikuta kama mko watu 10,000 tayari ndani ya wiki mmekuwa monetized kwa style kama hiyo. Kwa sababu inakosa ni program, mnakuwa kosa mmeamua ni kusapotiana. Na mnakuwa kila siku mnakuja pale mnatoa mrejesho. Kila siku unakuja hapa unatoa mrejesho. Kila siku unatoa mrejesho. Kama jamani, mimi bwana, jana watu kadhaa wamesubscribe kwenye channel yangu. Nimeona pale masaa yameongezeka masaa fulani. You see? Kwa hiyo can work out. Lakini hii ya kuambiana tu kwamba anzisha channel ya kulipwa, guys, kupata subscribers sio issue ya kitoto. Kupata masaa 4,000 sio kazi ya kitoto. Kwa hiyo hebu naomba tuanze na hilo jaribio sasa. Wote tunaotazama hii video hapa, subscribe. Lakini ruhusu mimi ni kuone kama nilivyosema. Yaani ruhusu uonekane. Alafu subscribe kwa wengine. Subscribe. Alafu na wewe ambaye kwa mfano kwa siku umeona kuna subscribers 10 wameongezeka pale kwako, subscribers 20 wameongezeka, subscribers 30, kwa sababu mimi nimefuatilia kwa mfano Kenya
Kuna mtu anapata subscribers 100 kwa siku. Kuna mtu anapata subscribers 600 ndani ya siku 3. Kabisa, mimi nimefuatilia. Nao YouTubers wengi sana kutoka Kenya. Kwa sababu unakuwa unaangalia subscribers. Kwa mfano kuna mmoja last week, kwanza ilikuwa ni mwezi wa kwanza. Mimi nikiwa na subscribers 500 na kitu, yeye alikuwa na 400 na kitu. Nikaje kuangalia wiki iliyopita alikuwa na subscribers 624 wiki iliyopita. Jana naangalia ana subscribers 980 jana. Tena ilikuwa ni usiku ilikuwa ni usiku, ana subscribers 980. Na kuja kuangalia asubuhi ana subscribers 1000. Maana yake ndani ya masaa tu kadhaa hapo kuna subscribers 20 wamesubscribe channel yake. Na anatengeneza video za kawaida kabisa. Na yeye nafikiri yupo hapa, Mickey the Magnificent. Drop down your comments because you are the one I'm talking about. Huyu ndiye ambaye nimemzungumzia mimi hapa. Au subscribers anawapataje? Ni lazima kuna support. Kwa hiyo tufanye hilo zoezi kama kweli tuko serious, ili na sisi tutengeneze imaya fulani ya YouTube. Kwa mfano mimi nipo kijijini huku, kuna watu wanafanya YouTube ingawa hawako serious. Nimejaribu kuongea nao kwa jamani, tutengenezeni umoja fulani hivi wa ma YouTubers ambao tuko hapa. They are not serious, to be honest. Labda mimi ndio niko serious, lakini nimekuwa nikijaribu kuwatafuta kama jamani, mnaonaje tutengeneze kama kau moja hapa, maana yake tuwe tuna share hizi video zetu. Video yangu wewe share kwenye makundi ya watu huko, makundi ya WhatsApp wapi na wapi na wapi na wapi. Bwana wewe uchekeshe. Mimi nikaanza zoezi la kuwa nina share, lakini they were not serious. Unakuta hakuna ile share video yako hata moja, unakuta mwezi mzima hakuna hata video yako moja ambayo imekuwa shared. Nikaona these are not serious, nikaamua kuachana nao. Okay, stoke hapo. Hiyo ilikuwa ni mbinu ya kwanza nilikuwa naitoa. Hiyo kama tutakuwa tuko serious YouTubers kutoka Tanzania. Kwa sababu wewe jiulize, Tanzania mimi sijaona YouTuber ambaye amemiliki nyumba ya milioni 700, milioni 600, milioni 300. Sijaona. Kwa bongo kabisa, ni mkweli. Zaidi wengi anaishia kupanga nyumba ya maana, amejikamua, amenoka usafiri. Sasa issue ni kwamba kama nilivyosema, kwanza ni lugha. Watu wengi wanafanya YouTube Tanzania, they don't know English. Hawajui Kiingereza, they use Kiswahili. Na ili YouTube wakulipe pesa ya maana, mara nyingi upate views wa kutoka Amerika, Canada, Australia and Europe. Hao ndio views ambao watakufanya YouTube wakulipe hela nzuri. Na kwa nini kwa hivyo? Nimesema hivi, kinachokulipa wewe ni matangazo. Sasa YouTube inaamini kwamba tangazo akilitazama Marekani ni rahisi kununua bidhaa kupitia ile tangazo, ni rahisi kulifuatia ile tangazo. Tofauti na ambavyo sisi wote hapa ni mashahidi tu. Kwenye video tunazotazama hapa kuna matangazo yanapita. Wangapi ile matangazo watu na click? Zaidi watu na skip. Na hii nataka nielezee sasa hapa jinsi inavyoathiri channel. Okay, ipo hivi. YouTube ni mtandao ambao unatumia AI ya hali ya juu sana. Nimesema unaweza ukawa monetized. Kuwa monetized maana yake ni kupata zile sifa za kuanza kulipwa au kuingizwa kwenye YPP, lakini usilipwe hata kwa mwaka mzima, hata 10 usipate. Yaani tayari umeshakizi vigezo lakini usilipwe. Sababu nini? Nimesema hivi, YouTube inatumia AI ambaye ni more advanced. Kila mwezi AI inachakata video zote. Nimesema kinachokulipa wewe ni matangazo. Sasa AI inaangalia kwamba wewe video yako hii ndani ya mwezi
imetazamwa kwa saa moja, imetazamwa kwa masaa mawili. Video yako hii imetazamwa kwa saa 10, imetazamwa kwa saa 5. You see? Sasa inakuja ina calculate. AI inaangalia hayo masaa 10, matangazo mangapi yanaweza yakawa played pale. Matangazo mangapi yanaweza yakawa played pale. Alafu vile AI pia inafuatilia, je, hayo matangazo kwenye channel yako yalifuatiliwa au yalikuwa skip? Sio kama unanielewa. Yaani hapa nataka nitoe elimu ya bure ili tunapofanya YouTube tujue kama sio issue ya mtoto. Unaweza kufanya YouTube nimekwambia na usiriku. Kwa hiyo AI inachakata kwamba video yako imetazamwa kwa masaa mangapi, alafu ni matangazo mangapi yametokea kwenye video yako. Je, hayo matangazo ni mangapi ambayo yalifuatiliwa kama nilivyosema? Kwa sababu watu wengi hapa huwa tangazo kutokea unaliskip tangazo, unaliskip. Na hiyo sasa nataka niwaambie, if you are serious hapa, likitokea tangazo kwa mtu hasa ambaye tuko hapa tumeamua sasa hilo tangazo, wewe click tu, yani just click hilo tangazo, yani click. Kwa hiyo AI kule itakuja kung'amua kwamba huyu mtu kwa mwezi video yake imetazamwa kwa masaa 2000. Masaa 2000 kwa mwezi, hii video ilipata matangazo kadhaa. Ilipata matangazo labda 10,000 kwa mwezi. Na hayo matangazo yote yalifuatiliwa au 80% ya hayo matangazo yalifuatiliwa. Hapo guys, unapata pesa ya maana. Lakini vile vile kama nilivyosema, YouTube ni AI. Kwa hiyo AI yenyewe ina analyze kila kitu. AI ina assume kwamba mzungu ana uwezo mkubwa wa kufuatilia tangazo akanua hadi bidhaa kuliko mtu kutoka Afrika. Kwa hiyo unapokuwa na views wa kutoka Afrika peke yake utapata pesa kidogo sana. Kwa hiyo unapokuwa na views mchanganyiko, hasa ukiwa na views wengi kutoka Amerika, na Amerika ina population kubwa sana, zaidi ya watu milioni 200, na kila YouTuber ana strive apate views from America. Sasa ipo hivi, wewe umetengeneza video ya jiji la Dar es Salaam, umeonyesha mitaa ya Dar es Salaam. Yale magorofa unamuonesha mzungu ya kazi gani? Ni huko kuna magorofa tu. Magorofa anayaona kila siku. Mzungu anataka vitu kama hivi, natural kama hivi, ashangae kwamba kumbe Afrika anakufa hivi. Yaani mzungu anataka vitu asili kama hivi. Hapo utapata views from America and Europe, mazingira kama haya hapa. Lakini cha msingi kwanza penetrate, kwanza tengeneza mazingira kwanza. Alafu kingine, keep posting. We upload video. No matter how much people watch, how many people watches your video. Yaani pasipo kujalishi ni watu wangapi wanatazama video zako. We upload it, we upload. Wewe weka tu video, weka video. Lakini kama nilivyosema, sasa ufanyeje ili uanze kulipwa? Nilikuwa naeleza hapa kwamba unaweza kama monetize na usianze kulipwa. Nimetoa sababu kabisa hapa kwamba kinachokulipa YouTube ni matangazo. Tunasema AdSense. Ads are what pays you. Matangazo ndio yanakulipa. Na AI in analyze matangazo mangapi kwenye video yako. Hiyo video ilikuwa na masaa mangapi? Je, haya matangazo yalikuwa skipped au yalifuatiliwa? Ina analyze kwa style hiyo. Mchakato inakuja na calculate sasa. Okay? Kwa sababu pale ni percentage. Ads hizi zinailipa Google. Haya matangazo yanailipa YouTube. Kwa YouTube wenyewe sasa wanakuja wanagawa. Asilimia kadhaa wanakupa wewe, asilimia kadhaa wanachukua, kwa sababu wewe ndo umewatangazia biashara, kwa sababu biashara yao ilipitia kwenye video zako, ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ni lazima kuhakikisha unapata watch hours za kutosha.
masaa ya kutosha, video zako zitazamwe kwa muda mrefu. Sasa hapa tena ndio kesi nyingine hapo, unafanyaje ili video zitazamwe kwa muda mrefu? Na ndio maana nimesema cha kwanza ni kupeana kwanza support nyinyi wenyewe, kwa sababu unapokuwa unaanza sio mbaya kama nilivyosema kwamba hata kama atakuwa ni views wa kibongo ukaanza kulipwa kidogo, hicho kidogo kitakupa momentum, hicho kidogo kitakupa moyo sasa wa kwanza kupambana, kutafuta kamera za maana, kuweza kununua kamera ya 3 milioni, kamera ya 2 milioni, kuweza kutengeneza content za maana, you see vitu kama hivyo, kwa sababu pia content kutengeneza wakati mwingine ni gharama. Kwa mfano, unahitaji kutengeneza content ambazo zinahusu mapishi. Hizo nazo ni video ambazo tunazipenda sana, video ambazo zinahusu mapishi. Hizo ni video ambazo wazungu wanatazama, wa Amerika wanatazama, all the world wanatazama. Sasa hizo zinahitaji mazingira, utengeneze mazingira ya kufanyia hizo video, kununua bidhaa. Kwa mfano, unatengeneza content za kutengeneza vitu vya asili tu, vitu vya asili tu. Okay, wewe uko Dar es Salaam, vitu vya asili unatoa wapi? You need money. Utahitaji pesa kuweza kununua vitu vya asili hivyo, jinsi ya kuviandaa. Kwa hiyo it's need money, it needs money. Kwa hiyo inahitaji pesa. Kwa hiyo ukianza kwa kulipwa hela kidogo, itaanza kutengenezea mazingira. Kwa hiyo kama nilivyosema, child begins at home. Kwa hiyo sisi kama Watanzania tupeane support hiyo. Narudia sasa hapa nikiwa naelekea kumaliza. Ruhusu, naenda kwenye setting. Ruhusu unapotengeneza video, ruhusu unaposubscribe yule mtu aweze kukuona. Nazungumzia kwa sisi ambao tunatazama hii video hapa sasa. Nimetoa maelezo mengi sana kwa sababu tunatazama hii video. Hebu tufanye ile jaribio tuone. Fanye ile jaribio. Sisi hapa tufanye ile jaribio sasa. Wote hapa. Nimesema kwa mfano video hii itazamwe na watu 20,000, 40,000. Alafu sisi humu miongoni mwetu tukaanza kupeana support sasa ya kusubscribe. Ukasubscribe kwangu kwa sababu wewe umeruhusu, na mimi nikasubscribe, lakini nikachagua video yako moja ambayo let's say ina dakika 50, nikaitazama yote mwanzo mwisho. Sasa fikiria una video ya dakika 50 na tuko watu 10,000 hapa. Sasa watu 10,000 hao wakatazama video yako hiyo, na sio kwamba tu itatazamwa tu na sisi ambao tuko hapa, hapana, na watu wengine. Kwa hiyo ndugu zangu, kama tuko serious sasa, tujaribu na hii mbinu tuone, kwa sababu YouTube is business. YouTube really pays, na katika YouTube number of subscribers doesn't matter in terms of payment. Ile subscribers ni kwamba tu ni kigezo ili waweze kuanza kulipa, lakini hakimati. Kinachomata zaidi ni number of views, location, wanatokea wapi, alafu na watch hour, na idadi ya matangazo yanayotokea kwenye channel yako, yanayotokea kwenye video yako. Hiyo ndicho kinachodetermine how much utalipwa. Masaa, geography au location, mtazamaji ametokea wapi, na hapa nimesema kabisa ili ulipwe hela maana, ulipwe hela inaeleweka kidogo. Kwa mfano, ngoja hapa nitolee mfano ambao uko rahisi tu hapa. Ukiwa na views 100,000 kutoka Marekani, views 100,000 from USA, una uwezo wa kulipwa mpaka $5,000 kwa hao views 100,000 from America. Lakini views 100,000 hao wa Tanzania, nimesema hivi, unaweza kuambulia $2, $3 kabisa. I'm telling you, hao views 100,000 kutoka Tanzania unaweza kuambulia $2, $3. Na ili YouTube wakulipe, ni lazima uhakikishe at least video yako kwa mwezi ilipata views kuanzia 10,000. Chini hapo, I'm not sure YouTube gonna pay you. Sasa pia kupata views 10,000 kama nilivyosema,
bila kupeana support, unategemea tu mtu aje atazame video yako, ni ngumu sana. Kwa hiyo kinachofanyika hapa nini? Mtu akishaona video yako, yaani haijalishi wametazama wabongo, amekuta pale, kwa sababu pale itasema tu, itaonyesha views 10,000 2 days, video ina views 30,000. Mtu mwingine atavutiwa kwamba hii video ni nzuri, kama ndani ya siku 3 views 50,000, lazima ataitazama. Lakini akiangalia video anakuta siku 3 ina views 10, mtu aitazami hiyo video hata kama ni nzuri kiasi gani. Sio kama mnanisoma jamani, hata kama ni nzuri kiasi gani. Kwa hiyo kwa kuanzia sasa, sisi tupeane support. Wewe unatazama hii video na unataka ufanye YouTube, you want to do YouTube, tuanze na hiyo style ya kupeana support. Subscribe channel ya mwenzako, subscribe kwangu hapa, subscribe na kwa mwingine, na wewe subscribe kwa huyu. Yaani wewe angalia, kama nilivyosema, hakikisha wote tunatazama hizi video hapa tumeruhusu kuonekana tunapo subscribe, ili mtu ajue kwamba umesubscribe. Na hata kama sio hivyo, pale kwenye comment andika, yaani kama watazamaji tuko 20,000 hapa, na katika hao 5,000 tunataka tufanye YouTube 5,000, tuwe na comment 5,000 hapo, tuwe na maoni 5,000, tuwe na maoni 5,000 hapo. Maana yake katika maoni yako andika, jamani, na mimi ninafanya YouTube, na mimi nataka nifanye YouTube. Basi. Kwa hiyo kama nilivyosema, haijalishi video, kuna watu wanafanya video za mapishi, kuna watu wanafanya video za comedy, kuna watu wanafanya video tu wanaonyesha mazingira ya vijijini kama hivi, watu wanatazama. Kwa hiyo haijalishi tu, ni kwamba wewe unaamua tu kufanya video za aina gani. The more unavyoapia mara nyingi kule YouTube, watu wanaanza kukufuatilia. Sasa unaapia kila siku, watu mtu wanaanza kukufuatilia kwamba huyu jamaa kila siku tunamuona YouTube, ana kitu gani? Watu wanaanza kukufuatilia, Let us try this one. Okay? Tuwe na siku njema.